Kutawanyika kwa Wayahudi. Neno hili linarejelea jamii za Kiyahudi zinazoishi nje ya Israeli. Ingawa kuanguka kwa Israeli mwaka 70 baada ya Kristo kulisababisha kutawanyika na mateso ya Wayahudi kote ulimwenguni. Taifa hilo kwa kushangaza lilitangaza uhuru wake mwaka wa 1948. Hili linaweza kuonekana kama utimilifu wa maneno ya unabii wa Mungu yaliyoandikwa katika maandiko. Siri hiyo imo katika matukio yaliyotangulia kabla ya kusulubiwa kwa Yesu. Kwa nini Mungu alitoa maelezo ya kina kama haya kuhusu mavazi ya nje ya Yesu na kanzu yake katika Biblia? Hebu tuchunguze jibu pamoja katika kipindi cha leo cha Biblia pekee. Yohana 19:23 hadi 24. Nao askari walipomsulubisha Yesu waliyatoa mavazi yake wakafanya mafungu 4 kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tulisiipasue lakini tuipigie kura iwe ya nani. Yesu alifika Golgotha, mahali pa kuuawa, akiwa amevaa taji la miiba na akiwa amepigwa vibaya, mwili wake wote ukiwa umefunikwa na damu. Pale askari wa Rumi walimsulubisha Yesu na wakagawanya mavazi yake ya nje katika sehemu 4. Hata hivyo waliliacha kanzu ya Yesu zima na kupiga kura likagawanywa. Matukio haya yamebeba mpango mkuu wa Mungu. Yohana 19:23 hadi 24. Nao askari walipomsulubisha Yesu waliyatoa mavazi yake wakafanya mafungu 4 kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote tangu juu. Basi wakaambiana, tusiipasue lakini tuipigie kura iwe ya nani. Kwa nini Mungu aliacha maelezo ya kina kuhusu mavazi ya nje ya Yesu na kanzu yake? Jibu linapatikana katika historia ya Israeli baada ya mwaka wa 70 baada ya Kristo. Kwa vile Yesu alikuja duniani kama mfalme wa Wayahudi, mavazi yake ya nje kiroho yanarejelea Israeli au Wayahudi. Askari wa Rumi walipomsulubisha Yesu na kugawanya mavazi yake sehemu 4, mavazi hayo yalipoteza umbo lake la awali. Hii kiroho inawakilisha uharibifu uliokuwa unakaribia Waisraeli na kutawanyika kwa Wayahudi. Ingawa umbo la awali lilipotea, sehemu 4 za mavazi hayo zilibaki. Hii inamaanisha kuwa jina Israeli lingeendelea kuwepo hata kama taifa lingeangamizwa. Mwaka wa 70 baada ya Kristo, Israeli iliharibiwa na watu wake walitawanyika kwenye pembe zote za dunia. Kama ilivyoashiriwa na mavazi ya nje ya Yesu kugawanya sehemu 4. Hii inaeleza kwa nini Wayahudi wanapatikana kote duniani siku za leo. Yerusalemu ilipoanguka kwa Jenerali Mroma Tito, jeshi la Warumi lilibomoa kuta za mji na kuiteketeza hekalu kwa moto. Hekalu lilichomeka wakati wa kuzingirwa na kusababisha dhahabu kuyeyuka na kuingia kwenye mawe. Hivyo askari Warumi walibomoa kila jiwe ili kufuta dhahabu hiyo. Hakuna jiwe lililoachwa bila kuguswa. Kuzingirwa huko kulikuwa na vurugu ya hali ya juu. Wanawake wajawazito walipasuliwa na watoto wao wachanga walinyang'anywa kutoka kwa mama zao bila huruma. Wale walionusurika unyama huo walikamatwa na Warumi na kupelekwa kama watumwa katika nchi za kigeni. Kulikuwa na sababu ya ukandamizaji wa Israeli na unyama ulioenea. Katika Mathayo 27, Pilato alihofia ghasia, alimhukumu Yesu asulubiwe, akisema, sina hatia katika damu ya mtu huyu, hili ni jukumu lenu. Wayahudi wote waliokuweko walijibu, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Maneno hayo yalisababisha umwagaji mkubwa wa damu miongoni mwa Wayahudi. Yerusalemu ilipoanguka, jeshi la Warumi mwaka wa 70 baada ya Kristo, takriban Wayahudi milioni 1.1 waliuawa na takriban milioni 6 waliuawa na Wanazi wakati wa vita vya pili vya dunia. Walimvua Yesu mavazi yake kwa maneno haya, damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Madhara yake yalisababisha kuwaua Wayahudi katika vita vya pili vya dunia.
Sehemu ya pili ya Yohana 19:23 inatuambia, basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote tangu juu. Kanzu hiyo kutokuwa na mshono linaashiria kwamba lilifumwa kama kipande kimoja. Watu wengi hawajali kama nguo zao za ndani zina mshono au hazina. Kwa hiyo, kwa nini Mungu alitoa maelezo ya kina kuhusu kanzu ya Yesu? Hii ilikuwa kuonyesha kwamba Israeli ni taifa safi bila mchanganyiko wa ukoo. Biblia inamtaja Adamu kama baba wa mwanadamu, Abrahamu kama baba wa imani na Yakobo kama baba wa Israeli. Mungu alimteua Yakobo badala ya Abrahamu kama baba wa Israeli kwa sababu kama ilivyoandikwa katika Mwanzo 35:10-11, makabila 12 walifanywa na Yakobo. Israeli iliundwa na wana 12 wa Yakobo, ikiunda jamii isiyo na mchanganyiko wa ukoo. Wakati wa utawala wa Rehoboamu, mwana mfalme Suleimani, Israeli iligawanyika kuwa ufalme wa kaskazini wa Israeli na ufalme wa kusini wa Yuda. Ufalme wa kaskazini ulioana na watu wa mataifa na ukawa jamii mchanganyiko wa Wasamaria. Yuda ya kusini ilihifadhi ukoo wake wa asili bila ndoa za mchanganyiko wa makabila. Leo wanajulikana kama Wayahudi. Taarifa kuhusu kanzu ya Yesu ilikuwa haina mshono, lililofumwa kutoka juu likiwa kipande kimoja. Linawakilisha Israeli kama taifa safi isiyochanganyika tangu wakati wa Yakobo. Je, ni nini umuhimu wa askari Warumi kutogawanya kanzu ya Yesu? Kiroho, kanzu inaashiria moyo wa watu. Kanzu ya Yesu kama mfalme wa Israeli inaashiria mioyo ya Wayahudi. Katika historia yote, watu wateule wa Israeli wamemtumikia Mungu mmoja wa kweli wakiwa wa Abrahamu kama baba yao wa imani. Uhifadhi wa kanzu ya Yesu unaashiria kwamba hata kama taifa lingechukuliwa, roho ya Wayahudi, mioyo yao ya kumtumikia Mungu itabaki imara. Hata kama Israeli ingeharibiwa, roho ya Waisraeli, mioyo yao kwa Mungu haiwezi kuzimwa na mataifa ya nje kama ilivyotabiriwa katika maandiko. Mungu alichagua Israeli kama wateule wake kwa sababu ya mioyo yao thabiti. Akamtuma Yesu kutimiza unabii wa siku za mwisho. Leo Wayahudi wanaendelea na uaminifu usio yumbayumba katika kufuata sheria. Udhabiti huu wamerithi kutoka kwa Yakobo baba wa Israeli. Israeli iliharibiwa mwaka wa 70 baada ya Kristo, lakini likashangaza ulimwengu kwa kutangaza uhuru wake mwaka wa 1948 kama taifa la Israeli. Muda mfupi baada ya uhuru, Israeli iliibuka haraka kama taifa lililoendelea likionyesha ustadi wake. Kama vile askari Warumi wasingeweza kurarua kanzu ya Yesu, hakuna awezaye kuchukua roho ya Israeli kumtumikia Mungu. Hatimaye walitimiza mapenzi ya Mungu kama wateule wake na kutangaza uhuru wao. 1948년에 독립하여 전 세계를 놀라게 했습니다. Yesu alisema katika Mathayo 24:32-34, 이스라엘 민족의 우수성을 basi jifunzeni somo hili kutokana na mtini. Matawi yake yanapoanza kuchipua na kutoa majani, mnatambua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Vivyo hivyo, myaonapo mambo haya yote mnatambua kwamba wakati ukaribu hata mlangoni. Amina waambia, kizazi hiki hakitapita mpaka mambo hayo yote yatimie. Hili ilikuwa jibu la Yesu kwa wanafunzi wake kuhusu ishara za kuja kwake na siku za mwisho, likibeba maana ya kina kiroho. Mtini unawakilisha Israeli. Msimu wa baridi huja wakati majani yanaanguka na upepo baridi unavuma. Kiangazi kikiwa na tawi la mtini laini na majani yanayochipuka. Hili linamaanisha kwamba Israeli inapoanguka kisha kupata uhuru tena, kurudi kwa Bwana kumekaribia. Ingawa muda halisi wa kizazi hiki haujulikani, bila shaka litatimia. Kwa kuwa tumeona uhuru wa Israeli, inaonyesha
kuwa mwisho wa kizazi hiki unakaribia. Baba Mungu anatamani kila nafsi apate wokovu. Siku za mwisho zimeandikwa katika Biblia ili tuelewe. Kama tulivyo na jinsi unabii kuhusu Israeli ulivyotimizwa kupitia kusulubiwa kwa Yesu, tunaweza pia kuamini kwamba unabii wa kurudi kwa Bwana, mbingu na jehanamu pia yote yatatimia vivyo hivyo. Ni muhimu kuwa macho, kuandaa mafuta na kujiandaa tayari kama bibi harusi anayeweza kusema kwa ujasiri, njoo Bwana Yesu. Wacha niwaombee. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako. Umetimiza mpango wako wa kiungu na kusudi lako kwa ajili ya wanadamu kupitia Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndani yake kusudi lako la upendo wako kwetu umetimia. Sasa unatuongoza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana ambaye ameahidi kuja na kutubadilisha. Wape watu wako waaminifu wote walioelimishwa na ukweli huu nguvu ya kubaki macho na kuwa wakustahili kujipamba kama bibi harusi wa Kristo. Tunapotafakari utimilifu wa unabii wakati wa kusulubiwa kwa Yesu, tupate kutabua jinsi ukweli huu unavyojidhihirisha katika maisha yetu, hasa kupitia uhuru wa Israeli. Tusaidie kuamini kikamilifu neno lako na kupokea baraka tunapogojea kurudi kwa Bwana. Tunaomba maombi haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.